ibada. Unajua kiumwa ni ibada katika Uislamu. Alhamdulillah, naendelea vizuri kabisa sasa hivi. Oh, sionekane vizuri. Subhanallah. Oh, alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah. Sisi binadamu ni madhaifu. Afwan, niweke vizuri hapa. Sekunde. Alhamdulillah, naendelea vizuri kabisa. Ilikuwa ni vyakula. Sorry. Already. Ilikuwa ni mambo ya vyakula. Unajua mtihani mkubwa tulioombiwa sisi, zujina linnasi hubbu shahawati. Kwanza ni matamanio. Mwanadamu ameombewa matamanio. Miongoni mwa hayo matamanio pia ni vyakula. Kwa hiyo kilichonikuta ni tumbo. Lakini alhamdulillah nao nimerecover. Allah is the best of, ni mbora wa kutibu. Shukuru Allah. Ni harusi zilialikwa huko. Nimetoa mchango mkubwa kwa miongoni mwa kufidia. Alhamdulillah, lakini tumefika mpaka leo ni tarehe 16. Alhamdulillah. Kozi yetu insha Allah tujitahidi ichukue wiki hii na wiki ijayo. Ichukue wiki hii na wiki ijayo. Pia nakaribia pia kuomba ruhusa. Sidhani insha Allah tasoma darasa yetu Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Alhamis nitakuwa safarini tena. Subhanallah. Tupo darasani, brother Ali anapiga simu. Tupo darasani akhi. Samahani ni sana. Unajua ukamilifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dharura zinatokea, labda mjomba ana meza shoka, hapa uende mkoani ukamsalimie kule, au mdogo wako anaoa. Kwa Alhamis na Ijumaa pia tachukua udhuru kwenu. Inshallah tarudia leo. Nisameheni sana sababu wifi natumia ni moja hapa. Wifi leo nimeweka moja, ingine haipo vizuri kabisa. Nitajaribu kumshawishi jamaa ajitahidi irudi, maana hii ninayotumia najua ndio iko dhaifu chini, lakini inshallah kama nasikika is better, na kama kitabu kitaonekana pia ni vizuri zaidi kwa masomo yetu. Kwa nimeona niwaambie mapema, inshallah tutasoma leo. That's why hii kozi yetu litakuwa hiyo imeshaisha mpaka sasa hivi, ila tumeenda kitaratibu kutokana na uelewa wetu. Ilitakiwa hiyo imeisha, lakini plan sisi tunapanga na Allah anapanga. Kwa hiyo mipango yake ni bora siku zote. Kwa kuwa sisi tumeenda kitaratibu, basi pia hizi dharura zinazotokea tuvumiliane. Tutasoma Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa nitakuwa safarini. Inshallah Jumatatu tutakuja tena kuendelea, na inshallah hiyo wiki tuwe tumeshamaliza hii sifa za herufi. Kozi muhimu sana ambayo imetuweka mpaka sasa hivi. Hii kozi kama usipoielewa na ndo kipengele cha mwisho katika kitabu, na kushauri uje urejee kitabu tena upya kitakapokuja kuanza. Okay, bismillah, let's start class. Kitabu kitaonekana vizuri kabisa. Network yangu leo haitonionyesha vizuri,
kwa sababu hiyo ya mwanzo yenyewe haiwaki kabisa leo, 5G haiwaki. Kwa hapa natumia ya kawaida, huenda ni changamoto ya mtandao mpaka niwapigie, lakini kwa kuwa kitabu kinaonekana, naomba pia nizime kamera yangu kwa muda. It means video isiwe kubwa sana. Kitabu hatuanzi muhula huu. Kitabu hatukianzi muhula huu, ila tukija kukianza pia tutatoa taarifa. Bismillah, let's start. Tulimaliza vipengele vya sifa za herufi viwili. Tumesoma cha kwanza kinaitwa alhams. Hebu nikurudishe kidogo hapa. Alhams and aljar. Hatuna haraka, bado tuna masiku mengi sana. Hata tusipomaliza hii kozi wiki ijayo, bado tuna wiki ingine ya mbele. Kwa insha Allah, piga ua, tutakuwa tumemaliza hizi sifa za herufi. Kozi mpya inaanza tarehe 30. Kwa hizi siku hapa na imani tutakuwa tumemaliza. Na hizi ndo ngumu. Ngumu ni hizi ambazo zina positive na negative. Lakini tukija kuanza zile zingine za kina sifa moja moja, si qalqala, zile nyepesi sana, sababu zenyewe ni upande mmoja tu. Okay? Aljahr and alhams, tulisema aljahr ni kudhihiri, alafu alhams ni kinyume chake ambayo inakuwa ni nini? Kuficha. Kisheria anasema tukiongelea alhams, tuanzie alhams, sorry. Alhams anasema ni kuendelea kwa pumzi, not this one here. Pumzi, kuendelea kwa pumzi. So ni kitu kidogo sana ambacho unatakiwa utofautishe pumzi na sauti. Okay? Tofautisha hivyo, pumzi na sauti. Hapa kuendelea kwa pumzi. So ni kuendelea kwa pumzi wakati wa kutamka herufi kutokana na udhaifu wa asili yake na kusababisha hapa Kiswahili fasaha ni kuelezea. Alhams ni nini? Ni kuendelea kwa pumzi wakati wa kutamka herufi hiyo, na ni kwa sababu ya udhaifu wa makhraji yake. Okay? Hii ndio tulilisema kuanzia mwanzo, tafsiri fasaha, ambayo nilitaka uiandike. Kama una kitabu, kolezea kwa pembeni. Okay? Isitokee Google ikatufundisha sisi lugha yetu. So hii translate hapa ni ya Google hii. Herufi zake zenyewe ni herufi 10. Fahathahu shakhsun sakata. Fahathahu shakhsun sakata. Ni 10 ya. Hizi herufi ukizishika wewe, na tukasema kuzipima hizi herufi, weka kiganja chako cha mkono mbele. Weka usawa wa mdomo wako. And then zitamke zikiwa na sukuni. Af. Pumzi inaenda. Ah. Pumzi inaenda. Hizi zinategemea pumzi. Ash. Ath. Ah. Akh. As. As. Ak. Ak. Si pumzi imetoka nje. At. Pumzi imeenda nje. Alafu kinyume chake aljahr. Aljahr kujificha herufi zingine zote. Zingine zote. Anza na alif. A. You see, itia sukuni. A. Hiyo ya mbele. Hivyo hivyo. Imekata kabisa. Pumzi yake imekata. Ab. Ba hiyo. Ab. Pumzi yake imekata. At iko huku. Inatakiwa sio at, no. Pumzi itoke. At. Ath. Hizo ni hams. Okay? So hii ni hams ende aljahr. Kozi inayokuja kuanza ndo tunakuja kusoma hichi kitu kinaitwa makharij. Makhraji yake inategemea makhraji yake. So ndo tunakuja kuiongelea hii makhraj is better. Kama umeielewa vizuri hii kozi, ukaisoma na kozi ya makhraj. Yaani ni vitu viwili, ni baba na mama, makhraj na sifa za herufi. Hivyo vitu viko hivi. Makhraj huenda ndo mume, sifatul huruf ndo mke, kwa sababu sifatul huruf imetotoa huyu mara mahamsi jahari, you see. So hivi vitu vimeshikana hivi. Ili uelewe vizuri, lazima ukisoma kimoja basi jitahidi ukipate na cha pili yake. Inaitwa makhraj, ndo kozi inayofuata inshallah. Haya,
Hii ni pumzi kutoka nje. Fahathahu shakhsun sakata. Then tukasoma kitu kingine ambacho kinaitwa ashidda, arrakhawa, atawassut. Tukasema ashidda, na hii ni marudio tunafanya hapa, maana yake ni imara, herufi imara. Okay, sasa yenye ni kusitisha kwa sauti wakati wa kutamka herufi, na inategemea makhraji yake. Sauti inakata, sauti ya herufi inakata. Herufi hizo zipo, herufi zenye sifa hizo zipo nazo ni ngapi? 7 8. Ajiduka taqotob, ajiduka taqotob. Hili neno limejifuta hapa, tutumie hichi ajiduka taqotob, kihifadhi hivyo, au hifadhi ajidu qattun bakat, ajidu qattun bakat. Hifadhi hilo neno, umehifadhi herufi imara katika Qur'an. Tunaongelea herufi imara, herufi imara, yani ni quality muhimu sana. Hii tulisema watu wanaifananisha na herufi nzito. Herufi imara hazikupi tabu kwenye usomaji, lakini kwa sababu gani zinaitwa imara? Sauti yake inakata, inategemea makhraj. Yani herufi ambayo inatoka pale pale kwenye makhraji yake inaishia hapo hapo, hizo inaitwa herufi imara. Kwa nini tumejiita hivyo? Anasema ni herufi imara kwa sababu kisheria, tuko hapa, ni kusitisha kwa sauti wakati wa kutamka herufi, na inasababisha kutegemea makhraji. Inategemea sana makhraji yake. Hii inategemea makhraji. Ya kwanza kule aljahr, zile ni kukatika kwa pumzi, huku ni kukatika kwa sauti. Ajiduka taqotabun, ajiduka taqotabun, herufi zake ni hizi 8. Ajiduka taqotabun, itamke alif na sukun. Yani unaifeel pale ambapo inatoka umezuia hapa, ni kitu kimekaba hapa. Okay, kwa unaona kabisa inapotokea ni hapa. So tukisema inategemea makhraji yake, insha Allah hizo ndio sehemu ambazo tutakuja kuzisoma, kuzigusia kiundani na marekebisho mpaka palainike namna gani sehemu hiyo uilainishe katika usomaji. Alhamdulillah, kozi hiyo imekuwa na mwitikio sana. Kozi ya makharij, kozi ya makharij imekuwa na mwitikio mkubwa sana. Tutakuwa na ugeni alhamdulillah, ambao wanafunzi wapya watakao join kozi ya makharij. Na sisi tukumbuke tunafanya mtihani, sio kwamba tutaingia tu katika kozi hiyo, bali kumbuka mtihani wa kwanza ulipata maksi ngapi, na mtihani unaokuja utakuwa upate maksi ngapi ambazo zivuke 70. And then insha Allah tutakuwa wote katika kozi ya makharij. Insha Allah, Allah afanye pesi. Ajiduka taqtabun. Aya jim aj, hiyo sehemu inajifunga na wala sio aj. Hiyo ni usomaji ambao sio. Hata alif au hamza hiyo sitamke no, inabaki pale pale, inajikata sauti yake. Aj, you see, aj. Lakini ina sifa nyingine ambayo inaitwa qalqala. So hiyo sifa inapokuja imeshajikata, then pumzi unaiachia pamoja. Sio kwamba unaiburuza pumzi yake kuanzia mwanzo sio aj. Tayari kushajikata pale. Aje kushajikata kabisa, then sifa ya qalqala sasa ni kugonga, unaiachia mwisho. Aje au dal, you see, tukisema kujikata sauti ni hivyo, ile sehemu inazuiwa. Qalqala unagonga ade, tayari ile sehemu pale imezuiwa, sauti inajikata kabisa. Kaf asili yake lakini ina sifa ya alhams, kwa usisome tayari inajikata sauti. Unatakiwa ufanyaje? Hams, So hizi sifa ni vitu muhimu sana. Mimi na imani hivi ninavyokuelewesha, ili na wewe uelewe,
ili na wewe uelewe, sharti huo unazipitia kwenye kitabu. Mimi nakufunulia hapa, lakini na imani na wewe ukikaa vizuri na kitabu sasa, kwa kuwa mwalimu alishakupitisha. Kuna mwanafunzi alhamdulillah ameniambia kabisa, mwalimu, mimi sifa za herufi zinanipiga chenga. Njoo inbox, yani na feel free kabisa kunifuata mwalimu. Sasa zinanipiga chenga, lakini kipengele fulani pia, yani sehemu gani mimi nitakusaidia. Okay, feel free, mimi niko tayari pia kukusaidia kwa inbox. Aje, ade, ak, sauti lazima ijikate pale. At lazima ijikate, and then kama ina sifa alhamsi itatoka punzi nje. Ako, ako, abe, abe. Okay, hizi tunaziita herufi imara. Twende kwenye herufi ambazo zenyewe ni laini. Anasema kisheria ni mwendelezo wa sauti wakati wa kutamka herufi na kusababisha udhaifu katika makhraji yake. Angalia hii. Tulisema ili uzipime, fanya vidole vyako hivi. Lazima herufi iwe na sukun, halafu uiangalie inavutika, inaachia pumzi. Ukitamka jim, aj, imejikata hapo hapo, haijarifuka. Aj, sauti. Tunaongelea sauti, okay? Ukisema aj, kuna sauti unaisikia hapo, ingine haijarefuka. Lakini tuje kwenye huku kwenye tumeficha jina Arrakhawa. Jina la Arrakhawa yenyewe sasa ni ulaini, pumzi inaendelea kutoka nje. Anasema herufi zingine zote ukitoa atawasutu, kundi la chini hapo tulisoma herufi zake ni lin na umar, tukitoa hizo alafu toa na ashidda, herufi 8. Zingine zote zinazobakia ni herufi za Rakhawa. Sin, sin, nikisema as alafu niseme hiyo ni ashidda, kweli sikuchangani hapo. As, sauti kabisa unaisikia, umesikia sauti inapokuwa ndefu, muendelezo wa sauti as, yani hata niseme nizuie as, hautojua ni herufi gani hapo nimetamka. As, ni nini hiyo umetamka? Yani hapo nitajiuliza ni sauti gani. So sin, usomaji wake sahihi as, as, yuwas, alladhi yuwas, alladhi yuwaswisu. Umeona inapokuwa ndefu, tofauti na hizi za huku. Ukiongelea qul a'udhu bi rabb, you see, bi rabb imeshajikata, haiendelee sauti yake kuwa ndefu. Bi rabb bin, hivyo tofauti yuwas, yuwaswisu au ghairil magh, magh. You see sauti inapokuwa hii, najitahidi kurejea ili wewe uelewe. Tukisema inajikata, it means sauti yake haiwi hivi, inabaki pale pale. Lam yalide, de, si yaliz. That's why kuna watu ukiwaambia wagonge, tena ni wewe, tukifanya mazuri gonga, mtu anasema qul huwallahu ahad, ahad, ahad. Hii sio kugonga, hii umefanya sifa ya Rakhawa. Gonga ni de, ahade. So qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi falaq. Turekebishe hizo. Min sharri ma khalaq, hii sio kugonga. Ukisema khalaq, hiyo umefanya hams, ambayo ni ile kaf ndo ina sifa hiyo. Alam nashrah laka sadrak, sio huku. Gonga maana yake achia sauti tu kwa mara moja tu. Qul huwallahu ahad, de, sio ahad. Allahu samad, so hayo makosa pia. Hiyo sio kugonga, hiyo inakuwa ni sifa tofauti, tofauti kabisa. Nilikuwa sikukosoi maana ulikuwa ujui, lakini jirekebeshe. Fanya marejeo leo hapa. Ingine atawasut. Alhamdulillah. Atawasut
hii ni kati na kati. Kati na kati, yani katikati ya rahawa na ashida. Kwa nini katikati? Anasema yenyewe ni kiasi. Tawassut maana yake kiasi. Ukisikia wasitiya wasat, kati na kati, au baina. Okay, baina ni Kiswahili, okay? Baina ya huyu na huyu. Nikisema baina maana yake katikati ya huyu na huyu, si ndio? Baina. Kwa hii jina lake unaweza kaita herufi za bainia au kaita tawassut. Tawassut ni kati na kati. Zenyewe ni herufi 5. Lin Umar kisheria ni ugumu na ulaini, yani zenyewe zina sifa zote mbili. Okay? Wakati wa kuzitamka zipo baina ya hii ya lin. Na ni kwa nini tulisema ni kwa nini? Kwa sababu inakuwa pumzi yake imezuiwa, lakini inatafuta sehemu ya kupenyea. Inatafuta sehemu ya kuponyea. Ukitamka la, al, unaona ulimi wako unakuwa umegusa kabisa juu kwenye kinywa. Al, umeizuia pale sauti. Lakini hii herufi yenyewe ni mjanja, yani ametafuta sehemu nyingine ya kutokea. Al, okay, kaona kuna huku pumzi inaweza ikatoka ikaendelea, lakini inatoka sio kama ilivyotarajiwa. Okay? Al, ulimi umepanda juu, umezuia sauti pale. Hiyo sasa tutakuja kusoma kwenye makhraj inshallah. Al, lakini pumzi yake, sauti yake inatokea jaribu kufanya l, utaona pumzi inapotoka, sauti yake pia inapotoka. Al, subhanallah, siongelei pumzi, samani, sauti. Ni sauti inatoka hapo, al. So unaweza ukaona sauti yake inapotokea japo imezuiwa. So sauti yake inaendelea, lakini kwa udogo sana, kiasi cha kwamba sio kama ile ambayo yenyewe umetamka mar au ile sehemu ambayo unakuwa umeiachia pumzi na inasambaa vizuri. Pumzi inatoka vizuri. Hii tukisema ni kati na kati, tunamaanisha ni ndefu lakini inajikata kidogo mwisho, kidogo sana inajikata mwisho. Alhamdulillah, hapo kuna kanani kadogo sana. Alhamdulillah, kuna kanani kadogo sana kamewekwa. Tofauti nikisema maghdubi imepita moja kwa moja hadi mwisho. Yenyewe urefu wake wa sauti inapotoka inajiunganisha mpaka mwisho. Au niseme an'amta. Ili utafutie herufi ya mbele yake sharti unajikuta umeikata kidogo. An'amta alaihim, sababu ukisema hii pumzi yake ndio umeizuia, ule umepanda juu, lakini sauti nyingine inatokea puani kidogo sana. Tuliona mchoro nadhani na ain. Tena ukitamka ain ndo hasa, okay? Ukitamka ain ilikuwa mfano gani? Kwa mfano gani imetoka, lakini ukitamka ain leo japo na sukuni you see, unaiona namna ambavyo inabanwa, lakini sauti yake bado inakuwa ndefu. Alafu inarefuka kidogo then inajikata. Sasa kujikata ni sifa ya ashida, kurefuka ni sifa ya rahawa. That why ni bainia, kati na kati. Inarefuka ndiyo, lakini inajikata kutokana na pumzi yake haitoki sana. Mim hivyo hivyo, mim unaizuia mdomoni. Umeizuia mdomoni, lakini kwa kuwa imekuja huku inakosa njia, basi inakuja puani. Okay, unaiona kabisa namna inavyosafiri. Ra hivyo hivyo. Inna aywa, mashallah, suratul Kauthar. Inna a'tayna, you see, ukitamka a'tayna the way kwamba ukitaka kuunganisha tu mwenyewe kwa kufosi, ukisema unaiharibu, unaweza ukaitia fatha. Inna, ikiwa utakuwa genius, na uwezo tu wa kuisoma kwa kuzingatia kanuni vizuri. Inna a'tayna, you see, hapo msoma vizuri sana.
lam yalid, you see, lam yalid wa lam yulad. Zingatia kanuni, utajisikia usomaji wako na unaenjoy. Inarefuka lam, lakini okay, iyyaka na'budu, ya mfano mwingine huu, mashallah. So hivyo hivyo hata katika herufi ra unaizuia pumzi yake mbele, lakini inapata kinjia kidogo ambacho kinarefusha. Alhamdulillah. Hii nimefanya marejeo, and then leo sasa tuendelee kidogo mbele. Sio kwamba tunasimamia hapo. Sifa ya mbele ni sifa rahisi sana. Sifa rahisi kwa sababu tulishawahi kuigusia nyuma. That's why tuisome kwenye hizi dakika chache hapa. Hii inaitwa isti'la na istifal. Sifa inaitwa istifal. Istifal na isti'la, namba tu makini hapa. Hizi ni sifa zingine tena ambazo tuzigusie leo, iwe tumeongeza kitu. Hizi tulizisoma mwanzoni mwa kitabu kipindi ambacho tupo zaidi ya 100. Kilugha ni muinuko. Tukisema isti'la ni muinuko. Hizi tunaziita herufi nzito. Okay? Isti'la, herufi nzito. Kuna herufi nzito na herufi nyepesi. Tukikwambia herufi nzito, basi ndo hizi tunazokwenda kuzisoma. Tofautisha shekhe herufi nzito na herufi imara, hili au na herufi ngumu. Ukiongelea herufi ngumu unaongelea herufi imara. Ukiongelea herufi nzito unaongelea kitu kinene, mtu mzito ana kilo nyingi. So hivi ni vitu vili, ngumu na nzito ni vitu vili tofauti. Huyu ni mzito lakini huyu ni mgumu. Okay? Vitu vili tofauti. Kilugha ni muinuko, isti'la, muinuko, rising high. Kisheria ni muinuko wa ulimi sehemu ya nyuma ya mdomo wakati wa kutamka herufi. Ni muinuko wa ulimi sehemu ya nyuma ya mdomo wakati wa kutamka herufi. Sifa nyepesi sana. Hii tulishasoma sana. Ukizitamka herufi zake sehemu ya nyuma ya mdomo inainuka juu. Afwan, niweke charge laptop hapa, sio kazima. Already. Tuko pamoja. Tunaongelea isti'la na istifal. Isti'la ni nini? Isti'la ni muinuko ambapo ni ukizitamka herufi zake sehemu ya nyuma ya mdomo inapanda juu ya kinywa, inapanda juu katika sehemu ya juu. Sehemu ya ulimi inapanda juu katika kinywa. Herufi zake zenyewe ziko 7. Hizi hapa zinaitwa khassu, dhaghtu, qadh. Hii tuliisoma mwanzo na yenyewe ni moja ya sifa za herufi. Sio kama tulisoma mwanzo, kule tulikuwa tunaigusia ili ulinishe. Tukisoma hizo, yani ndio zilikuwa mwanzo sababu ni sifa muhimu sana. Okay? Sifa muhimu sana katika sifa za herufi. Isti'la, istifal. Isti'la, istifal. Maswali aliuliza brother Qasim, nishalisahau kidogo. Kwamba zilikuwa ni sifa gani? Hizi sifa za nyuma. Okay. Nilisahau kidogo lile swali. Lakini kama vile aliuliza hizi zote zinatumia sukun tu. Ya, haswa kabisa. Tunasema hiyo ndo mizani. Tukiongelea herufi imara, herufi nzito, tukiongelea si herufi za sauti pumzi kutoka, tunazungumzia ni katika makhraj. That's why tunataja kitu makhraj yake. So kipimio cha kuijua imetokaje ni ikiwa na sukun. Herufi hizo ni herufi 7. Khassu, dhaghtu, qadh. Fungua daftari lako, nadhani mwanzoni utakuwa umeiona hii sifa. Isti'la tulishaisoma. Hizi herufi ukizikuta akiwa unatamka, basi sehemu ya nyuma
inapanda juu. Mfano akh, 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 na sio akh, no, akh, akh, alladhi akh. Hapo kunakuwa kuna sifa ngapi kwenye kha? Kha tayari ina sifa ya alhams. Ina sifa alhams kha? Don't know. Nadhani ina sifa ya aljahr kha. And then ina sifa ya ibida tumesoma hapo nyuma, rakhawa, ina sifa ya rakhawa kha. And then leo ndo tuko hapa tumesoma sifa mbili tu. Ya tumesoma mbili tu. Subhanallah. Allah ajalie tumalize. Oh, sorry. Hams, kha ina sifa ya kha ina sifa ya hams, and then ina sifa ya rakhawa. Okay. And then sasa hivi tena kha ina sifa nyingine ya tatu. Herufi kha tu tumeisoma katika sifa tatu. Kwa zote zinadhibitiwa. Ukitamka kha, hakikisha pumzi yake ndiyo imetoka nje. Then angalia sifa nyingine ya rakhawa, sauti yake pia imetoka nje, yani imekuwa ndefu. Sauti yake sio tiwe no, raja, imekuwa ndefu, raja. And then imekuwa nzito, sio no, hii ni herufi nzito, tukitamka herufi nzito sehemu yako iinuke juu, na ulimi unakuwa kama unarudi kwa ndani. Inshallah, ngoja tutaona kama kuna mfumo wa picha. Nadhani hii mfumo wa picha inshallah tuusome kesho kwenye hii isti'la. Isti'la herufi zake khassu, so swad, hem tamka swad, kitamka swad inakuwa as. Taona sehemu nyepesi yake ni as, so hii haitoki as bali inatoka as. Hiyo ni muinuko, tunaita herufi imara. Tulishawahi kusoma hata picha zake baadhi. Oh, subhanallah, sorry, sio herufi nzito. Afwan sana, herufi nzito. Leo sijakaa na maji ya kunywa hapa, that's why nachanganya mafaili baadhi, lakini nivumilie. Herufi nzito. Sometimes unaweza ukawa umezifanyia kazi mazoezi haya herufi hizi na okay, haujahifadhi majina yake, lakini umezifanyia kazi, zimekuwa laini kwenye kinywa. Hiyo ndo tunachotaka ufikie huko. Okay, ukishakuwa kwenye mazoezi, basi wewe hata kama hujafahamu majina la basa, ilhali unazitamka vizuri, lakini vizuri zaidi it means wewe umejua namna ya kuzitoa mahali, umezijua na majina yake. Okay, you see ghain na okay. Tukiongelea herufi nzito, tuje hapa. Herufi nzito ni hii darasa tumeshasoma, ni herufi 7: khassu, dhaghtu, qadhu. Herufi nyepesi ni zingine zote zilizobaki. Kwa ufupi sana, sababu tulishasoma hii. Herufi nyepesi ni zingine zote, so hem tuziangalie hapa. Na zingine tulisema zinakuwa nzito kwa dharura, yani kwa muda. Mfano herufi ra tulisema inakuwa nzito ikiwa na fatha au dhamma. Tusisahau hiyo. Kama ulikuwa haupo, tafadhali recording zipo, niambie nitakutumia darasa herufi nzito. Kwa huku tunazigusia kwa ufupi pia. Mfano hapa ghafara, hii sifa, you see, look carefully hapa. Kuna herufi ambayo ina sukuni hapa. Herufi zina haraka, lakini inategemea wewe unaitamkaje hiyo herufi. Nikisema tu ghafara, nothing. Ghafara hapo nimesoma zote nyepesi. Nzito, ghain itoke nzito. Gha, alafu fa iwe nyepesi. Fa, ghafa, ra iwe nzito ina fatha. Ghafara.
Umeona tofauti sauti inavyocheza hapo, ni tone ndogo sana. Ghafara, ghafara. Ikiwa hauwezi, inashauriwa kwanza chukua herufi nyepesi, ambayo unaona hili neno hapa lina herufi nzito mbili, basi chukua kwanza ile moja nyepesi. Kwa mwanzo usisite kufanya kidogo kidogo. Fa ndo nyepesi, kwa iguse kwanza fa, kwa sababu utajikuta unazitamka zote nzito. Ghafara, no, fa iwe nyepesi. Kwa hiyo iguse kwanza fa iwe fa fa fa, kisha unganisha na gho 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 fa gho fa, sio gho fo, no, fa isiwe nzito. Gho fa ro ro gho fa ro gho fa ro. Okay? Au hapa ha ndo nyepesi. Ha sio sauti nzito, sio herufi nzito. Vo ndo nzito. Vo ha sio vo ho. Vo ha, iachie sauti ya ha. Tukisema herufi nyepesi tunamaanisha nini? Ulimi unabaki kawaida, normal. Ulimi hauinuki sehemu ya nyuma. Vo ha ro, ro ni nzito. Vo ha ro. Hii ni mfano wa neno. Inshallah kesho tutakuja kusoma vizuri katika kutumia picha. Ya ha sio nzito. Kwa nini sio nzito? Kwa sababu ulimi wa nyuma hauinuki juu. Yenye inatoka tu, inatoka bezi, lakini sio herufi nzito. Haina quality ya herufi nzito. Sehemu ya nyuma haiinuki. Sifa tusisahau kwa nini. Hiyo kwa nini inakuwa nzito. Kabla sija unmute hapa nijibu maswali ambayo yameulizwa kwenye comment. Kwa mimi nitakuwa nimekamilisha kwa hapa. Okay. Inbox, yeah. Kwa kweli kuna vitu pia najifunza kwa Ustaz Imran. Ustaz Imran, nadhani wote tushasoma darasa la private kwa Ustaz Imran. Ustaz Imran nimeona ni mkali. Kwa na mimi inbox lazima kuna muda nakuwa sipo na simu, labda nikachelewa kukujibu, lakini nitakujibu lazima. Okay? Inshallah. Kwa mimi najifunza ukali inbox kidogo. Lazima nikueleweshe kwa ukali kule ili uelewe. Okay, ni kama anapika. Okay. Okay, ustadhi, kuna makabila mengine yako na shida kutamka herufi ra sahihi. So hiyo inaitwa makharij. Hata tukasema ukijifunza makharij ni unaangalia sehemu herufi inapotokea na matatizo yake yote na namna ya kuirekebisha pale. Kwa hata herufi ra ni herufi ambayo inatoka kwenye ulimi hapo ambayo inatokea la ambayo ni lam. Kwa hiyo yote yanarekebishwa na makharij. Alhamdulillah. Nilishawahi kumrekebisha mwanafunzi, nilienjoy sana alikuwa na matatizo hayo. Ila alhamdulillah alikuja akaacha matatizo kwa ukali, sio nilimrekebisha polepole. Haitegemei haraka. Sio mpaka tu iwe na sukun ndio idhihirishe quality yake. No. Herufi nzito inapokuwepo tu unatakiwa ureact kwa uzito, mdomo wako uchange. Qul, sio kul. Qul a'udhu bira. Isi ra ina fatha hapo. Sio bira. Bira. Birabbil falaq. Qaftina. Okay? Tufanye mazoezi katika group jambo ya herufi nzito. Naomba ni wa unmute hapa kama kuna mwenye swali kwa hii ya leo. Basi tulijibu hapa. Mazoezi ni muhimu sana. Inshallah kesho tutairejea, lakini vizuri tafuta mfano. Okay. Na mimi pia nitakutumia mfano wangu. Jaribu kuisoma kwa kutofautisha herufi nyepesi na herufi nzito. Tena ukiikuta herufi yenye sukun ni zaidi, yani hiyo itakuwa unayo makini zaidi. It means toa sifa tatu zote tulizojifunza kwenye herufi ya sukun. Ina sifa gani na gani na gani? Hiyo itarahisisha hata yule ambaye anasikiliza arekebishe makosa yake.
ra inakuwa herufi nzito ikiwa na fatha na dhamma. Okay, sahihi. Ha inatokea hapa katika koromeo. Tulisoma herufi za idhhar, kama utakumbuka idhhar, tukasema herufi za kooni. Miongoni mwa herufi za idhhar ni 6. Miongoni mwao ni hamza. Kwa hamza nayo inatokea. Ha pia, ha na hamza zote zinatokea hapa kooni. Kama nikikumbuka, wakati tunasoma hizi herufi nzito na nyepesi, tulisoma kwamba kuna herufi zinaweza kuwa nzito na wakati mwingine nyepesi, kama hiyo ra ikiwa na fatha. That's why nimegusia pia hapa ikoje kwenye sifa hizi mbili. Ra ni sifa ya kwa muda. That's why hiyo tulianza nayo kitambo, ili huku sasa tuje tupite tu kwenye sifa za herufi. Lakini kule tulianza nayo tena tukasema hata jina la Allah lina sifa ya uzito kwa muda. Kuna muda hautakiwi kabisa kulisoma tena ile lamu kaisoma nzito. Kumbuka. Kwa hizo ni kwa muda. That's why ile tulilainisha kuanzia kitambo. Alhamdulillah tunakumbuka hilo somo. Ra inatakiwa iwe nzito ikiwa na fatha, kasra ni nyepesi. Kwa kama tunakumbuka mpaka hapo, mashaallah. Alhamdulillah. Katika Qur'an kama ulikimbia madrasa Sheikh. Huku kubani walimu dad na dha. Dad na dha ndio tatilia mkazo zaidi. Sahihi, naweza nikasema hivyo. Lakini zote 7 ukitamka kha pia inahitaji mkazo. Dad katika makhraj inasumbua sana. Hizi tuseme ni herufi mbili ambazo zinapishana kidogo tu makhraji yake. Dha mwingine anaweza katamka hivyo, dal akaitamka dha akaitamka dad. Makhraj hiyo kitu kinaitwa makhraj. That's why tujagusa huko kabisa. So tofauti yake na kila kitu kinafundishwa kwenye makhraj. Alhamdulillah, leo tuchukue mpaka hapa na imani tumetosheka kwa leo. Allah akipenda tutaendelea kesho na kozi hii ya isti'la, istifal na sifa nyingine ya herufi. Kesho insha Allah tutamalizia sifa ambazo zina positive na negative, ili tuanze zenye opposite peke yake, ambazo hazina kinyume chake. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran wa jazakumullahu khair. Ma'assalam. Inshallah one day see you in Jannah.